Bwana, dakika 90 zimeweza kutamatika kwenye mchezo wa kundi D michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mchezo ambao ulizikutanisha timu mbili, timu ya Esperance de Tunis kutokea hapo nchini Tunisia wakiwa kama ndio wenyeji wa mchezo dhidi ya timu ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania wakiwa hawa kama wageni wa mchezo. Ndani ya dakika 90 mnyama amepoteza kwa chuma moja kwa bila dhidi ya timu hiyo ya Esperance de Tunis na kuwafanya Esperance de Tunis waweze kuondoka na alama zote tatu kwenye mchezo huu ambao uliweza kutamatika kwa Simba kupoteza kwa chuma moja kwa bila dhidi ya miamba hao. Dakika za 20 zimetosha kabisa kwa timu ya Esperance kuweza kujiandikia bao lao la kwanza kupitia mchezaji wao Jaki Diara ambaye wamempelekea kuondoka na alama zote tatu ndani ya dakika 90. Sasa mara baada ya klabu ya Simba kuweza kupoteza mchezo huo hapo kwenye dakika 90, anaendelea kusalia kuburuza mkia katika kundi lake D ambapo ndani yake kuna virabu kama vile Petro de Luanda, Stade Malien pamoja na mwenyewe timu ya Simba bila kumsahau Esperance de Tunis. Klabu ya Simba mpaka sasa hivi ameweza kucheza takriban michezo mitatu pasipo kuweza kukusanya alama yoyote ile. Lakini kwa upande wa timu ya Esperance de Tunis, yeye akiongoza kundi akiwa na alama 5 mara baada ya kuweza kukamilisha takriban michezo mitatu. Lakini Petro de Luanda na Stade Malien wao wakiwa wamecheza michezo miwili, wote wakiwa wamekusanya alama 4. Sasa hapa Petro de Luanda na Stade Malien watakuja kukutana siku ya kesho. Lakini kwa upande wa mnyama, hii inakuwa ni mara yake ya kwanza kuweza kupoteza michezo mitatu mfululizo tangu aweze kushiriki michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika kwa mara ya 6. Sasa mchezo wa kwanza aliweza kupoteza dhidi ya timu ya Petro de Luanda akiwa kwenye dimba la New Amani Complex. Alipoteza mchezo huo kwa chuma moja kwa bila na Petro de Luanda kuweza kukusanya ama kuokota alama zao tatu wakiwa ugenini, na si nyingine bali ni kutokea kwa timu ya Simba Sports Club. Klabu ya Simba wakajipanga tena, huenda wangeokota alama kwenye mchezo wao wa pili, lakini mambo yakawa vibaya, wakaja kupoteza tena zaidi ya Stade Malien wakiwa ugenini pale nchini Mali, wakapoteza kwa chuma 2-1 na kuwafanya klabu ya Simba kufikisha mchezo wao wa pili kupoteza chuma 2-1. Lakini kwenye mchezo wa tatu ambao mnyama alikutana na timu ya Esperance iliyotoka kutamatika hapo, pia amekuja kupoteza kwa chuma moja kwa bila na kuwafanya klabu ya Simba waendelee kusalia chini kabisa ya msimamo wa kundi D kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Huenda ukawa ni mwanzo mbaya zaidi kwa timu ya Simba Sports Club tangu aanze kushiriki michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika kwa kupoteza michezo mitatu mfululizo na pasipo kuweza kukusanya alama yoyote ile. Sasa mpaka sasa hivi katika kundi la D la michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, msimamo jinsi ulivyo hapa nitakusomea. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na timu ya Esperance de Tunis kutokea nchini Tunisia, wao wakicheza michezo mitatu, wakishinda mchezo mmoja, wakidraw miwili na kukusanya takribani alama 5. Lakini nafasi ya pili ikishikiliwa na timu ya Petro de Luanda kutokea pale nchini Angola, wao wakicheza michezo miwili, wakishinda mchezo mmoja, wakitoa sare mchezo mmoja na kujikusanyia alama 4. Huku nafasi ya tatu ikishikiliwa na timu ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali, wao wakiweza kucheza michezo miwili, wakishinda mchezo mmoja, wakitoa sare mchezo mmoja na kujikusanyia alama 4. Lakini nafasi ya mwisho kwenye kundi hili D ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika inashikiliwa na timu ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania, wao wakicheza michezo mitatu, hawajashinda wowote, hawajasare wowote, wakipoteza michezo yote mitatu na kuwafanya wasiwe na alama yoyote ndani ya kundi hili D. Kwa tafsiri nyepesi naweza kusema ya kwamba klabu ya Simba wana alama 0 ndani ya kundi hili D kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Ni yapi maoni yako kuhusiana na namna ambavyo timu ya Simba imeweza kuperform siku hii ya leo kwenye mchezo dhidi ya timu ya Esperance de Tunis? Lakini pia unaiona klabu ya Simba ikiweza kuchanga karata zake vizuri kwenye michezo mitatu iliyoweza kusalia mkononi mwake kuweza kukusanya alama angalau ziweze kumsaidia kwenye kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali ya michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika? Njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment, wewe dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchati na wewe kupitia hapo, bila kusahau mwanamchezo wangu, jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi hakikisha unakwenda kulike, kushare, na jambo la muhimu ni kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.